Mbele yako ni kifaru aina ya T-59G, idadi vitatu. Silaha hii hutumika kutoa mapigo ya msaada kwa askari wa miguu, yani infantry, walioko mstari wa mbele. Inaweza kutoa ulinzi wa askari wa miguu katika uwanja wa ndani. Kifaru hiki pia kina uwezo wa kutoa mapigo ya moja kwa moja, direct fire, na mapigo yasiyo ya moja kwa moja, yani trajectory fire. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Na mtazamaji wangu, hivi sasa kuna mjadala mzito wa vita vinavyozidi kuzungumziwa kati ya Iran pamoja na Marekani. Nisingeweza kutaja baadhi ya mataifa mengine 11 ambayo yameweza kuingilia kati vita hivi, ila dhumuni na sababu kuu ya mimi kuzungumzia swala hili ni kutokana na kile ambacho kinazidi kuzungumziwa na wanablogu maarufu wa kisiasa nchini Tanzania. Wameweza kuanza kueneza habari kuhusiana na jinsi gani ambavyo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kulaani mauaji ama kiongozi mkuu wa kijeshi huko Iran aliyeweza kuaga dunia. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, kuna vipande hivi vya video vya kijeshi vya Tanzania vinazidi kusambazwa kuonyeshwa jinsi gani ambavyo wana uwezo wa kivita, ila haijaonekana kuwa ni official statement ambayo imeweza kutolewa kutoka Ikulu. Hapana, ni wanablogu ambao wameweza kusambaza na kudai kwamba Marekani isijaribu kugusa taifa la Tanzania ama bezi yoyote ile ya Iran iliyoko katika taifa la Tanzania ama karibu na East Africa, taifa lolote lile la East Africa. Sasa mtazamaji wangu, sijui kauli hii ni kauli ya uchochezi ama ni kauli inayozidi kujaribu kuonyesha jinsi gani ambavyo taifa la Tanzania limeweza kujipanga kiusalama iwapo vita hivi vitaweza kuchacha. Mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea, itakuwa vyema kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa, habari zinazozidi kugonga vichwa vya habari. Na mtazamaji wangu, kwa kweli tusingetarajia vita hivi vinavyozidi kushuhudiwa kati ya Iran na ushirikiano wa mataifa baadhi ya Kiarabu, pia taifa la Marekani na ushirikiano wa Israel. Mtazamaji wangu, ni jambo la kusikitisha na la kuvunja moyo. Sote tumeweza kushuhudia jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya watu wameweza kuaga dunia katika hali ya vita hivyo ambavyo havijakuwa ni vita vya kidiplomasia ama vita ambavyo vitaweza kuleta mataifa haya katika nafasi ya kusitisha, ama hakuna yote yule atakayefaidi baada ya vita hivi, bali ni hasara na vifo ambavyo vimeweza kutokea. Tumeshuhudia jinsi gani ambavyo Iran imeweza kulazimika kufanya mazishi ya jamaa wao ambaye aliweza kupoteza familia nzima katika vita hivyo. Ila gumzo zito mtazamaji wangu ni kile kilichoweza kuandikwa na taifa la Tanzania. Kwanza kabisa, kuna baadhi ya mambo ambayo huenda ameweza kuchangia wanablogu wa serikali kuzungumzia hilo. Kwanza kabisa, huenda ikawa hatari ya kuenea kwa vita na msukosuko wa kijeshi. Mtazamaji wangu, hakuna taifa lipo salama kutokana na kile tunachozidi kukishuhudia katika mitandao ya kijamii, na naamini hata wewe hapo huenda ukakubaliana na hilo. Pia mtazamaji wangu, huenda ikawa kuna athari kwa usalama wa kimataifa. Sote tumeshuhudia kama baadhi ya watu nchini Kenya wameweza kulaani jambo la kusikitisha lililoweza kutokea huko Dubai, Qatar na mataifa mengine, ambapo kumeweza kurushwa bomu ambalo limeweza kugharimu maisha ya wachache. Sio wanaoishi katika, sio wale wazaliwa katika taifa hilo la Dubai, bali waliolengwa ni wale ambao wameweza kutoka katika mataifa ya Afrika kwenda katika taifa hilo kufanya kazi. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kwa kweli. Jamaa aliyekuwa ameenda kufanya kazi huko Dubai ameweza kuaga jamaa wake ama familia yake na kuiaminisha ya kwamba katika taifa hilo
la kwao ama lake alilokuwa akiishi kabla ya kwenda Dubai. Ameweza kujaribu mbinu zote na akaweza kukosa hata ajira. Akaona ni vyema kwenda katika taifa lingine ili aweze kupata ajira, baadhi yao waweze kusaidia baadhi ya watoto ambao wameweza kuacha manyumbani, familia na jamaa wengine, akiwa yeye ndiye the breadwinner katika family. Mtazamaji wangu, itakuwa ni habari ya kuvunja moyo na kusikitisha kipindi na wakati ambapo utaweza kupata habari ya kwamba jamaa wako aliyekuwa ameweza kwenda kufanya kazi huko Dubai ameweza kuaga dunia kupitia mlipuko ama shambulizi lililoweza kufanywa na baadhi ya mataifa yanayozidi kuchangia vita hivi sasa. Na ndipo ambapo tumeshuhudia jinsi gani ambavyo wanablog wa serikali nchini Tanzania wanazidi kusambaza vipande vya video ambavyo baadhi ya Watanzania wameweza kudai ya kwamba taifa la Tanzania lisijaribu hata kwa asilimia ndogo, ama taifa lolote lile la East Africa lisijaribu kwa namna yoyote ile kujaribu kuzungumzia taifa la Marekani vibaya ama hata Iran. Sio kama tunaogopa, ila ni kutokana na vifaa vya kivita walivyonavyo, jambo ambalo iwapo taifa lolote la East Africa litaweza kurushiwa hata kombora. Mtazamaji wangu, jinsi gani ambavyo mataifa haya yapo katika developing. Mtazamaji wangu, kuanzia wakati huo na kuendelea itaweza kuchukua muda mkubwa mno hadi kipindi na wakati ambapo taifa litaweza kurudi kisawa kiuchumi na kuendelea na ukuaji wa kiuchumi katika taifa hilo ambalo litakuwa limeweza kuathirika na shambulizi la aina yoyote ile. Ndipo ambapo mtazamaji wangu tunashuhudia jinsi gani ambavyo mablogu wa kiserikali wapo mbioni kujaribu kurusha na kuonyesha jinsi gani ambavyo jeshi la Tanzania limeweza kujipanga kivita na sio jeshi la kuchezea kwa aina yoyote ile. Baadhi ya Tanzania wameweza kukashifu na kukataa na kudai kwamba jinsi wanajeshi wa Tanzania wapo, vifaa vilivyo nchini Tanzania ni vifaa ambavyo havina uwezo wa kupambana na taifa la Marekani. Mtazamaji wangu, ni kweli moja kwa moja ya kwamba taifa lolote lile la East Africa, huenda ikawa nchini Kenya, tukaweza kuona jinsi gani ambavyo taifa hilo kwa njia moja ama nyingine huenda likawa na nguvu kidogo kupambana ama kukabidhiana na shambulizi la aina yoyote ile, ila tusingependa East Africa iweze kupatwa na janga hilo linalozidi kushuhudiwa. Kile tunachozidi kukipenda ama tunatamani kiwepo ni amani na utulivu ulioko hivi sasa na kuendelea katika siku hizo zingine, ila ni jambo la kusikitisha kwa kile kinachozidi kukuta jamaa wetu katika mataifa mengine, ama kile tunachozidi kukiona katika mataifa yanayozidi kushambuliana ama vita hivi vinazidi kutokea. Hizi hapa tungependa hali ya utulivu iweze kurejelewa haraka, mambo yaweze kurudi sawa, tofauti hizi ziweze kumalizika. Na mtazamaji wangu, hasara iliyotokea ni isingekuwa vyema kama kweli vita hivi vingeweza kuendelea, ila wewe hapo tuachie maoni yako, alafu pia tuambie unatutizama kutoka eneo lipi, county ama taifa lipi lile. Usisahau kusubscribe. Bye bye until the next video.